Bana, hapa tunakutana na mwanadada anayekwenda kwa jina la Adaku. Movie yetu inaanza akiwa na mwili wa marehemu katika gari yake. Anamwambia, hasira yako itulie mtu mwema, siko hapa kusumbua roho yako, bali niko hapa kuhakikisha huendi katika ulimwengu wa milele ukiwa na damu ya wasichana wasio na hatia mikononi mwako. Swala hili alionekani kuwa sawa kwako popote ulipo, lakini na mimi nafanya lililo sahihi. Nitakuzika wakati ufaao kwa muda sahihi. Baada ya kutamka maneno hayo, na ndipo akatoa chupa ndogo ya pombe ambayo alikuwa nayo, na kisha akaimwaga juu ya lile jeneza, na nyingine kidogo iliyobaki akaweka mdomoni na kupuliza katika lile jeneza. Baada ya hapo akafunga buti, na kisha safari ikaanza ya uelekeo wanaojua yeye mwenyewe. Bana, mwanadada Adaku safari yake inamleta mpaka katika eneo hili hapa. Ni eneo ambalo kuna chumba cha kuhifadhia maiti, yani hospitali. Akamuuliza huyu bwana hapa ambaye ni mhudumu wa hili eneo, wewe ndo mtoa huduma wa chumba cha maiti? Ndiyo, ni mimi. Kuna shida yoyote? Ndiyo, nimekuja kuhifadhi mwili wa baba yangu. Nataka ulinde mwili huo zaidi ya unavyolinda maisha yako wewe mwenyewe, kwa sababu ni kweli maisha yako yanategemea mwili huo. Yule kijana akasema, unanitishia? Adaku akasema, hapana, wala si tishio. Sitaki kusikia hadithi yoyote. Hakuna mtu yoyote anayepaswa kuja hapa kuchukua mwili huu, hata mama yangu mzazi. Si ruhusa kujua mwili wa baba umehifadhiwa hapa. Mwili huu kama utapotea, jua fika na wewe pia utapotea. Umenielewa? Sasa hapa tunarudishwa nyuma ili kujua mwili ule Adaku aliutoa wapi hadi kuupeleka hospitalini, tena ukiwa katika jeneza. Ishu ni kwamba ilikuwa hivi. Ilikuwa ni siku ya mazishi ya mfalme ambaye anakwenda kwa jina la Akumaka, ambaye ni baba mzazi wa mwanadada Adaku. Yalikuwa yakifanyika kwa mila na desturi na tamaduni za nchi hiyo. Ilikuwa mfalme anapozikwa, basi lazima azikwe na wasichana wawili ambao ni mabikra. Baada ya hapo watachinjwa mbuzi, kisha mazishi yake yatakuwa yamekamilika. Baada ya mazishi itaangaliwa kama ana mtoto wa kiume, basi atakabidhiwa kijiti ili kuendeleza ufalme. Na huyu hapa ni mtu ambaye alikuwa akisherehesha katika msiba. Anasema mfalme mkuu wa Akumaka atarejea nyumbani. Mti mkubwa zaidi katika ufalme wa Manzeki umeanguka, lakini hawezi kuzikwa kama mtu wa kawaida. Na huu hapa ni muda wa historia. Tunafanya tambiko la mazishi ya kifalme, siku ambayo mabinti warembo na wachangamfu watashushwa ardhini ili wazikwe pamoja na mfalme aliyeaga dunia. Utamaduni na mila za Manzeki utaishi milele kwa kuwa kesho haina mwisho. Adaku ni binti wa mfalme, lakini yeye alikuwa kinyume na tamaduni za nchi yake. Alikuwa anapinga vikali utamaduni wa kumzika mfalme pamoja na mabinti ambao wapo hai. Hapa alikuwa anapiga bange zake kidogo. Unajua, swala analolipigania ni lazima ajizibue kidogo akili, kwa kuwa yuko peke yake, hakuna yoyote ambaye yuko upande wake. Baada ya stimu kukaa pahala pake, anaamua kuwatimbia huko kwenye maziko, ikajulikane mbivu na mbichi. Adaku si mtu wa kucheka na yoyote na wala achekeshi. Noma lake haujawahi kuona popote pale. Hapa ni nyumbani kwa mfalme Akumaka, na huyu mwanamke anaonekana ni mke wake ambaye ni mama mzazi wa mwanadada Adaku. Alikuwa amekuja kujitazama picha mume wake. Mara si mara picha aliyokuwa akitazama katika ukuta mume wake ikadondoka ghafla, swala ambalo lilimshtua. Akapata hofu kubwa katika moyo wake, na ndipo akasema, mizimu ya nchi yetu, nini kimetokea sasa hivi? Ikabidi akimbie katika eneo lile. Upande huu waliokuwa wakielekea mazikoni wakiendelea na harakati zao, mwanadada Adaku anawatimbia mpaka katika eneo hili hapa, na sio kutimba tu, bali alitimba na AK47 yani bunduki, na kusimama mbele yao, na kisha akazuia njia. Mkononi amebebelea mtutu, yani ile kijambazi. Kaka yake anayekwenda kwa jina la Prince Arinza akamwambia, Adaku, unafanya nini hapa? Si uliagizwa ubaki nyumbani ili umtunze mama? Adaku akamwambia, mkeo yupo anamtunza mama, mimi nipo kwenye misheni yangu, na misheni hiyo lazima ikamilike. Ni misheni itakayoanzisha mapinduzi, itakayobadilisha kabisa tamaduni na siasa za nchi hii. Inukeni katika usingizi nyinyi wazee wa nchi hii. Adaku binti wa mfalme yuko hapa
kukomesha kabisa uwepo huu wa utamaduni wa kishenzi uliojaa uovu. Mzee wa kimila akamwambia, huwezi kufungua mdomo wako na kusema tamaduni za ufalme huu ni za kishenzi eti kwa sababu tu ya dini ya mzungu. Yaani imekupumbaza mpaka unaona tamaduni zako ni za kiovu. Adaku akamwambia, ni uovu kumzika babangu na wasichana, ni uovu kupoteza maisha ya wasichana wasiokuwa na hatia, ni uovu pia kumzika mfalme akiwa na wanawake, ni uovu pia kuwazika mabinti wakiwa hai na wafu. Akamwambia, Adaku, unasubutu vipi kusema dhidi ya mila ambayo ilikuwepo kabla hata hujazaliwa? Adaku akamwambia, hata kama mila hiyo ni ya zamani kuliko mimi, haimaanishi kuwa ni sahihi. Uovu ni uovu na niko hapa kwa ajili ya kumaliza uovu huo. Mzee wa kimila akamwambia, umechanganyikiwa Adaku, hili ni jambo la kuchukiza na ni lazima usafishe ardhi hii kwa kuharibu safari takatifu ya Agano Kuu. Adaku akamwambia, ni nini takatifu kuhusu utamaduni huu wa kishenzi? Ni utakatifu gani kupoteza maisha ya wasichana wasiokuwa na hatia? Yaani mnatakiwa mtambue, sitoishia kuingilia. Akatoa bunduki na kuzimwaga juu. Watu walitawanyika, palikuwa pakariki eneo hilo, lakini alibaki mmoja tu ambaye ni Prinsi, ni kaka yake na Adaku. Akamwambia, Adaku, nini kimekupata? Hivi unajua aina ya laana unayojitengenezea? Adaku akamwambia, wewe ndo unajiwekea laana kuungana na wazee katika aibu hii. Mimi kama binti wa mfalme nasema hivi, kama hautotoka katika eneo hili hapa na ukanikabidhi mwili wa babangu, nitasahau kabisa kuwa wewe ni kakaangu, nitakupoteza katika uso wa dunia hii. Prince akasema, Adaku, jina langu ni Prince Ariza Christopher na lazima nitimize tambiko la kaburi. Adaku akamwambia na kuhesabia namba 1, 2, 3, 4. Ukasikika mlio wa gani? Pa! Kilichotokea mimi na wewe hatujui. Baada ya kuanzisha zile vurugu, alifanikiwa kuupata mwili wa babake na ndipo akaanza safari ya kwenda kuuhifadhi anapopajua yeye. Akiwa njiani alikutana na huyu binti. Binti huyu ni wale mabinti ambao walikimbia katika ile kurupushani ambao walitakiwa waende wakazikwe pamoja na mfalme. Anasimama kumsikiliza yule binti anasemaje. Binti anasema, binti mfalme, tunakushukuru sana, bila ya wewe tayari tulishalichungulia kaburi, tulikuwa katika mstari wa kifo, lakini mpaka sasa tunaishi kwa ajili yako. Adaku akamwambia, usinishukuru mimi, mshukuru Mungu kwa sababu ndo yuko nyuma ya hili hapa. Yeye ndo aliamua mpaka sasa mnaishi. Nenda nyumbani ukaishi maisha yako na usijali kuhusu mimi, hakuna yoyote atakayeweza kuyagusa maisha yako. Pohuru kwa sasa, nenda nyumbani kaishi maisha yako, hakuna yoyote anaweza kukuchukua na kukuzika na mfalme kama mimi nipo hai. Nenda kaishi maisha yako. Kivumbi na kasheshe kikaanzia nyumbani. Arinza, Adaku alifanya nini? Tafadhali niambie, unatania? Haiwezekani hii. Mama, sitanii. Mwanao ameharibu kila kitu, ameharibu utaratibu mzima wa mila na desturi, amekuja kutishia watu na bado haitoshi, amekuja na bunduki na kupiga risasi juu, watu wakatawanyika, na ameuchukua mwili wa baba, anajua yeye mwenyewe wapi alipoupeleka, na pia amenitishia kunipiga risasi kama nitakikosa kiti cha ufalme. Mama naahidi mwanao kumpeleka futi 6 ardhini. Mama akasema, usifanye hivyo kwa ndugu yako, kwani nao wazee wanasemaje? Akasema, wazee wametoa masaa 24, vinginevyo balaa kubwa litakuja katika familia hii. Huyu hapa ni mke wa Prinsi, anasema, kwani huyu mwanamke anavuta bangi ama vipi? Mila imemchukua mdogo wangu wa pekee, sasa nimebaki peke yangu katika nchi hii yenye ukatili wa hali ya juu. Huyu mwanadada ni mwanga ambaye mdogo wake ndio miongoni mwa wale wasichana wawili ambao walitakiwa wangezikwa na mfalme. Leo alikuwa amekaa mawazo kibao kichwani kwake, amemkumbuka mdogo wake, maana tayari anajua ameshampoteza. Ghafla mdogo wake anatokea mbele yake, akashtuka vibaya mno akizani kuwa labda ni mzimu. Mdogo wake tayari alishakufa. Akamwambia, wewe ni mzimu, toka eneo hili hapa. Akamwambia, dada, mimi sio mzimu, nipo hai, ninaishi. Princess Adaku ametuokoa, amesema wasichana watozikwa tena na mfalme, akaturuhusu tuondoke. Dada akasema, haiwezekani, wewe ni mzimu, utakuwa umenitokea kichwani kwangu, ondoka. Akachukua mchanga kumrushia. Binti akamwambia, mimi sio mzimu, bado naishi dada, nimechoka mimi kuishi katika ardhi, jamani, nitafanya nini sasa? Akaanza kulia, maskini ya Mungu. Dada roho ya huruma inamwingia, anamshika mkono mdogo wake na kukimbia naye kutafuta namna ya kuweza kumtorosha katika mji hapa.
anakuja naye mpaka katika kibanda hiki hapa, ambapo alihifadhi pesa zake katika kibubu aweze kumpatia mdogo wake aondoke katika eneo hilo, wasije wakaja kumkamata tena kwa ajili ya kutimiza lengo lao. Anamwambia, chukua ili boksi, lina fedha kidogo ambayo inaweza kukusaidia kwenda kuanza maisha mapya mjini, ila ukifika unipigie simu mdogo wangu, ili nijue kama umefika salama. Wanakumbatiana kwa uchungu, wote wakiwa wanalia. Binti Amini amenusurika kifo. Adaku alitokea kama mwokozi, hatimaye akapata nafasi ya kuishi tena katika dunia hii. Binti anasema, asante dada, tafadhali jitunze vizuri muda wote utakaobaki mwenyewe, nitakumisi sana dadangu. Dada naye anamwambia, na wewe pia ukajitunze vizuri mdogo wangu uko uendapo. Wakapeana tena kumbato la kwaheri kuonana. Akamwambia, mdogo wangu, twende ndani chapchapu uende ukabadili nguo, uchukue na nguo 2-3 ambazo utaenda kubadilisha uko uendapo. Ilikuwa ni kitendo cha bila kupoteza muda. Ile fumba kufumbua wakiwa wanatoka, huwezi amini, mbele yao wale wazee wa mila wameshafika tena kuja kumchukua mtu wao. Mzee wa kimila anasema ni jambo la heshima kwamba miungu imeona familia hii kuwa ya thamani kubeba mzigo kwa ajili ya mema ya ufalme huu. Mmechaguliwa na miungu kuzikwa pamoja na mfalme. Ni heshima kuu inayorejesha heshima katika familia yenu, lakini mtajiletea hasira ya miungu endapo mtatoroka au kuondoka kisirisiri katika ufalme huu. Binti akasema, lakini kwa nini lazima nizikwe na mfalme? Kwa nini tunapaswa kuwaua wasichana wasiokuwa na hatia? Mzee wa kimila akasema, msichana, hivyo ndio ilivyokuwa tangu enzi za mababu zetu, na hivyo ndio itakavyokuwa milele. Hakuna kinachoweza kubadilisha hilo. Utawekwa pamoja na wale mabikira wengine, tukisubiri kutangazwa tarehe mpya ya mazishi ya mfalme. Mtazamaji wangu, unachotakiwa kufanya subscribe, like, comment. Je, mwanadada Adaku ataweza kutokomeza mila na desturi za kishenzi hapa? Na je, ataweza kumwokoa tena huyu binti kwa mara nyingine? Basi kujua yoyote, usiache kufuatilia chaneli yetu ya 5G Swahili Recap kupata mwendelezo. Asante.